mambo yanatakiwa kufufuliwa. Kuna vitu vinatakiwa kufufuliwa kwa nguvu ya nani jamani? Ya Roho Mtakatifu. Ndio maana mtumishi amesoma hapo kitabu gani? Warumi sura ya 8 aya 11. Anasemaje? Anasema lakini ikiwa Roho wake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu, alafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu, atahuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa, kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Maana yake leo kuna nguvu itaingia ndani mwako. Chochote kilichokufa, chochote kilichopotea, chochote kilichoibiwa, kupitia hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu kinaenda kuhuishwa kwa jina la Yesu Kristo, kinaenda kufufuliwa kwa jina la Yesu Kristo, kinaenda kufanya upya. Walikuzalau, walikuona ufai, walikuona wewe ni mtu wa kawaida. Leo kuna unabii juu yako. Roho aliyekuwa ndani mwako kupitia kipaimara hatahuisha. Mwambie mwenzako leo kuna kufufuliwa upya hapa. Kwa hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu iliyokuwa ndani mwako inaweza kufanyaje? Hebu simama, tafuta watu 10 hapa. Mwambie kuna nguvu ya kufufuliwa upya. Simama, sema ukae. Simama. Hebu simama, tafuta watu 2, 5, 6. Mwambie kuna nguvu leo. Hata wewe unayefuatilia kwenye mtandao wa kijamii, pokea hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Endelea, mwambie mwenzako leo kuna nguvu ya ufufuo. Tutauisha uchumi wako, tutauisha ndoa yako, tutafufua biashara yako, tutafufua kila kitu kilichokufa leo. Sema amina. Sema amina, watu wa Mungu. Pigie Roho Mtakatifu makofi ya juu. Halo. Nani hajasimama hapa? Aliye ambaye hajasimama hapa ananiwa. Ambaye hajasimama hapa asimame. Nani hajasimama? Nani hajasimama hapa? Mniambieni. Mnatibu hajasimama. Wamekuona. Sema nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kuna nguvu ya Roho Mtakatifu katika kuponya na kufanyaje? Na kufufua. Kufufua. Sema kufufua. Sema kufufua. Maeneo ambayo natamani leo yakafufuke. Eneo la kwanza ambao natamani yakafufuke ni eneo, kwa sababu pia ni somo husika, ni karama ama vipaji. Tunaelewana jamani? Ni maeneo gani hayo? Karama ama vipaji, ambapo tumezungumzia jana kwamba Roho Mtakatifu anatakatifuza kanisa, lakini kupitia nini? Karama ama vipaji. Kwa hiyo vipaji vyetu vikafanyaje? Vikafufuliwe, vikauishwe. Sema amina. Karama au vipaji. Eneo la pili ambalo tunatamani Roho Mtakatifu akafufue ni eneo la uchumi. Sema uchumi. Si ndio Eneo la nini jamani? La uchumi. Ndio maana kuna kongamano la elimu ya fedha. Sema elimu ya fedha. Na uwekezaji linafanyika Jumapili tarehe 20 ngapi? Tarehe 24. Sema 24. Ni kongamano la lazima kwa kila mtu, kwa sababu wapendwa ndugu zangu, tunahitaji eneo la uchumi lifanyeje? Lifufuke. Lakini maeneo ya kufufuka yako kadhaa. Kuna mengine kweli ni nguvu za giza. Kuna mengine yanahitaji elimu. Si ndio Yanahitaji nini jamani? Elimu, yani ya kufundishwa kabisa darasani. Ndio maana kuna kongamano hilo na kuna tiketi ambayo unalipia shilingi 20,000. Kiongozi hapa amezungumza jana, nimemsikia juzi. Kwa kila mhudumu, kila kiongozi, unaweza ukawa unafanya maombi ya tatukavu, unakaa kwenye kongamano, lakini tunahitaji kweli eneo ambalo lifufuliwe upya katika njia ya elimu. Tarehe 24 Jumapili pale Diamond Jubilee. Jamani, nikikosea Jubilee mnisamee. Unajua sisi kuna lafuzi Jubilee, Jubilee hivyo. Jamani, inaitwaje Diamond nini? Jubilee. Haya, mimi sipo. Kwa hiyo kuna kongamano liko hapo Diamond hapo. Msiojua ni pale Muhimbili. Kwa nyinyi hapa mnatembea hata na mguu, si ndio mnatembea hata na mguu. Sasa kuna umbali gani Muhimbili hapo? Ukitoka mpaka Mwenge ukikunja hivi ukiingia pale katikati ukishuka hivi katikati tap safika hata mguu unatembea. Sisi tulikuwa tunatembea na mguu kutoka Mbezi mpaka Jangwani kwenye kongamano. Sisi kipindi tunaanza
moto wa Injili. Tena tunatembea, hatuna nauli. Kutoka wapi? Jangwani mpaka Mbezi. Sasa ni kitu cha karibu tu. Kwa tiketi zipo hapa. Kama unahitaji basi utahitaji shilingi 20,000, unaichukua, unaandika jina lako, basi unailipia hiyo fedha, inakuwa imeingia moja kwa moja. Semeni amina. So tunahitaji eneo la kwanza, nimesema ni eneo gani? Eneo la karama na kipaji. Eneo la pili nimesema uchumi. Mungu afufue eneo la uchumi. Sema uchumi. Ndio maana nasema ili uweze kufufua eneo hilo, jambo la kwanza upate hiyo elimu sasa ya uwekezaji. Elimu ya uwekezaji na elimu ya fedha. Semeni amina. Amina. Kwa hiyo ni eneo muhimu sana, na leo tutaomba hapa kwa ajili ya eneo. Eneo lingine ambalo tunatamani Mungu aendelee kutuhudumia ni malengo au maono. Malengo au maono. Yaani ukiishi duniani malengo yako au maono yako yakifa, unapoteza muda tu. Mtu ambaye hana maono hawezi kujizuia, lakini kuna mtu mwenye maono anajizuia. Tunaelewana jamani mtu mwenye maono anaweza kufanyaje? Kujizuia. Yaani anajizuia. Kwa mfano una maono ya kuwa mke, kuwa mume, kuwa mfanyabiashara. Kuna vitu lazima upaswe ufanyaje? Ujizuie. Mimi nimekuja kuona watu wenye fedha, watu wenye wafanyabiashara wakubwa kwenye fedha ni wabaili sana kuliko sisi watu wa kawaida. Jamani, naongopa. Yaani wachumi kuliko asaidii kila mtu ovyo ovyo. Unaweza kujua unasema ana upendo, kumbe hela yake inakuwa na mtaratibu wake. Kwa hiyo sasa kwa nini? Kwa sababu ana maono. Sipokuwa na maono hauwezi kujizuia. Kama wewe ni mke, kama wewe ni mke kabisa au ni mume, lazima ufanyeje? Ujizuie. Kwa sababu ili uwe mke mzuri, kuna mambo yatakao ufanye uyaache. Semeni amina. So mipango, kitu kingine ambacho nataka tukiombee na leo ifungule ile mipango tuliyoyeka, yani mipango yetu itimie. So tunakuwa na mipango mengi au na malengo mengi au maono, lakini maono yetu yafanyeje? Hayatimii. Tumuombe huyu Roho Mtakatifu jioni ya leo akaweze kufufua. Sema amina. Na wewe unanisikiliza mahali hapa kwenye mtandao wa kijamii, ni kuombee baraka za Mungu. Mungu afufue maono yako, afufue karama yako, afufue kila chochote ambacho kilikuwa kimefichwa kwa jina la Yesu. Sema amina. Na ukijazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, uponyaji unatokea. Kweli si kweli? Yaani mtu ambaye mwenye nguvu za Roho Mtakatifu hata akikuombea, uponyaji unafanyaje? Unatokea. Ndio maana kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 4 aya ngapi? Ya 8. Utaona kwamba wanazungumza habari ya Petro. Msubiri niangalie hapo. Nafikiri sura 8 wanaongea na Petro kuhusu yule mtu kiwete ambaye alikuwa hawezi. Kiwete ambaye alikuwa hawezi kufanyaje? Kutembea. Si mnakumbuka Aliponywa na nani? Aliponywa na nani jamani? Na Petro, kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. Anasema ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu akawaambia, enyi wakubwa na watu na wazee wa Israeli. Sema wazee wa Israeli. Hebu piga kelele, sema wazee. Petro anawajibu wazee, sema wazee. Ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu akawaambia, enyi wakubwa wa watu na wazee wa Israeli. Unaona? Mwambie mwenzako wazee. Mwambie mwenzako unawajua wazee wewe? Hapa Salasala kuna wazee. Wapo? Nikisema wazee msije mkaangalia umri. Si ndio Maana mnaangaliana hapa mzee nani hapa? Wazee, kuna wazee wa kiimani, yani wazee wale ambao wanapenda Mungu. Lakini pia kuna wazee ambao kazi yao ni kupinga nini? Injili. Hawataki semina, hawataki neno la Mungu, utawaona tu. Wao ni wapinzani. Sasa hawa wazee walikuwa hawapendi kuona yule kiwete kwenye ile sura ya ngapi? Ile sura ya 3. Mnamkumbuka yule kiwete kwenye sura ya 3 alikutana na Petro, akamwambiaje? Akamwambia kwa jina la Yesu fanyaje? Simama. Akasimama. Sasa wazee ndio akamuuliza Petro. Wakawa wana shida na kina Petro. Ndio Petro anawajibu, anawaambia, hivi nyinyi wazee, ndio anawaambia kwenye mstari wa ngapi? Wa 9, anawaambia, kama tukiulizwa leo habari ya jambo aliyofanyia yule mtu dhaifu, jinsi alivyoponywa. Yaani hawa wazee walikuwa hawataki kuona yule kiwete anapona. Walikuwa wanataka kuona yule kiwete anapelekwa hekaluni kila siku, anaishi maisha magumu kila siku. Kwa hiyo walikuwa hawapendi kuona akina Petro wamemponya yule kiwete. Sema amina. Mwambie mwenzako kuna wazee kule nyumbani hawataki kuona unatoboa hapa mjini. Nasikia hiyo Yeye anataka ubaki
hivyo hivyo tu. Unafikiri wazee mambui wa kule nyumbani wanakubali? Hawakubali. Wazee, sema wazee. Kuna wazee yani hawataki kuona tunasonga mbele. Sasa hawa wazee ndio wanamfuata Petro, wanamwambia kwa nini wanamsema. Sasa Petro anawajibu kwenye mstari wa 8, lakini anawajibu akiwa amejaa Roho Mtakatifu. Anaambia ni jambo jema aliyofanywa yule mtu dhaifu alipoponywa, na mimi naamini kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kila aliyekuwa na udhaifu wa magonjwa jioni ya leo, baada ya huduma hii, Mungu anaachilia uponyaji juu yako. Sema amina, amina, amina. Kwa hiyo wapo wazee hawapendi kuona tumepona, na sisi hao wazee leo tunawaongoza kwa moto wa Roho Mtakatifu. Mungu ni mwema. Saa ngapi sasa hizi? 26. Muda unaenda. Tuna dakika kama 20 zinatutosha. Asante. So ukisoma pia kitabu cha kitabu cha Ezekieli sura ya 37. Sura ya 37. Ezekieli sura ya 30 na ngapi? Na 7. Anasemaje? Mstari wa 9 anasemaje? Mratibu soma, nilikuwa nasikia sauti. Soma basi. Soma mtu yote au mratibu. Soma haraka haraka. Mstari wa 9. Anasemaje? Anasema, ndipo akaniambia, tabiri utabirie upepo. Tabiri utabirie upepo. Mwanadamu, ukauambie upepo. Bwana Mungu asema hivi. Bwana Mungu anasema hivi. Njoo kutoka pande za pepo 4. Subiri kwanza, hebu soma mstari wa 3 hapo sura 37 mstari wa 3. Watu watashindwa kuelewa kitu gani kinazungumza baada ya kutabiri, toa unabii. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Kwa hiyo anamuuliza Danieli, je, mifupa hii inaweza kuishi? Akasemaje? Nami nikajibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Wewe unajua. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii. Ndio maana somo linasema kufufua. Sema kufufua. Kufufua maana yake kuna vitu vimekuwa kama mifupa, na ndio maana leo sitaki kuzungumza mengi sana. Vitu ambavyo ni mifupa vimeteketea. Sasa tunataka tuvitolee nini jamani? Unabii. Sasa anasema toa unabii juu ya mifupa hii. Alafu uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii. Maneno haya. Tazama, nitatia pumzi ndani yenu. Nanyi mtaishi. Mpigie Roho Mtakatifu makofi. Kwa hiyo tunajifunza jioni ya leo kwamba chochote kilichokuwa mifupa, kuna nguvu ya Roho Mtakatifu. Kitaenda kuishi kwa jina la Yesu. Amen. Maono yako yataishi kwa jina la Yesu. Amen. Ndoa yako itaishi kwa jina la Yesu. Hakitakufa kwa jina la Yesu. Tunatoa unabii kwa jina la Yesu. Watu watatokea wafanyabiashara wakubwa mahali hapa kwa jina la Yesu. Tunatoa unabii kwa jina la Yesu. Waliokuwa na magonjwa ya kansa watapona kwa jina la Yesu. Wenye magonjwa ya vidonda vya tumbo watapona kwa jina la Yesu. Wanaotafuta kazi watapata kwa jina la Yesu. Wanaotamani kufunga ndoa wataenda kufunga ndoa kwa jina la Yesu. Wanaohitaji watoto watapata watoto. Wanaohitaji wokovu Bwana atawaokoa. Watoto wako waliokuwa mkia shuleni na darasani watakuwa vichwa kwa jina la Yesu. Maana maandiko yanasema ya kwamba watoto wangu watafundishwa na nani? Na Bwana. Halo. Mama zako upokea unabii wako leo. Halo. Nabii Ezekieli anaambiwa hatoe unabii kwenye mifupa mikavu. Haitolee unabii kwamba ile mifupa, Mungu anamuuliza, anamwambia inaweza kuishi? Akajibu akasema, Bwana unajua. Kwa sababu Bwana anajua, akamwambia nabii, akamwambia toa unabii juu ya hii mifupa. Na mimi nasimama kama mtumishi wa Mungu na nguvu ya Roho Mtakatifu yuko juu yangu. Natoa unabii. Kwa hiyo unanisikiliza kwenye mtandao wa kijamii, natoa unabii kwa ajili yako. Chochote kilichokufa baada ya miezi 3 utaona kinatembea. Utaona kinainuka. Uchumi uliokufa kwa damu ya Yesu na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu leo unafufuliwa.
leo nafufuliwa. Waliosema mwaka huu utakufa, tunatangaza mauti iliyowekwa kwenye maisha yako na maisha yangu na watoto wako na biashara yako. Leo tunatoa hiyo nabii, hiyo mifupa iliyokufa itainuka, itakuwa hai. Sema amina, amina. Halo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sema tunatoa unabii kwa jina la Yesu. Tunatoa unabii kwa jina la Yesu. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza, maandiko yanasema wazi, anasema dunia ilikuwa utupu, tena ilikuwa haina chochote, si ndio? Lakini wakasema na iwe maji, vikatokea vijatokea, na iwe nuru, vikatokea vijatokea, na iwe hiki, vikatokea kijatokea, hata kwenye utupu. Hebu soma hiyo sehemu Mwanzo. Nafikiri hapo Mwanzo palikuwa hivi na hivi. Soma Mwanzo moja haraka jamani. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa, hamna kitu, tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa nchi, wa vilindi vya maji. Inawezekana una biashara yako ipo kwenye giza, unaona ndoa yako ipo kwenye giza, unaona watoto wako ipo kwenye giza. Leo tunatangaza mwanga ikaajilia ndoa yako. Leo tunatoa unabii kwa chochote kilichokuwa giza kinaenda kuangazwa baada ya maombi ya jioni ya leo, na tunapoenda kusali na vena ya Roho Mtakatifu. Kuna watu mahali hapa wako 7 wataona hiyo nguvu, wataona hiyo nguvu, wataona hiyo nguvu, wataona hiyo nguvu. Wale watu 7 wako wapi? Hao watu 7 wako wapi? Hao watu 7 wako wapi? Natoa unabii kwa ajili ya watu. Chochote kilichokuwa giza, chochote kilichokuwa mifupa, leo kitapokea nuru, leo kitajazwa nguvu. Pokea. Halo. Watu wenye maono makubwa ya biashara wako hapa. Watu wenye maono ya malengo makubwa wako hapa. Watu ambao hata kama wanafikiri wamejiona ni wa kawaida, tunatangaza jioni ya leo ni siku ya unabii kwa ajili yako. Tunapoenda kunguza karatasi mahali hapa, kuna watu 7 baada ya miezi 3-4, Mungu anasema ya kwamba nuru itaangaza kwenye jina la Yesu. Nuru itakuangazia kwa jina la Yesu. Nuru itaangaza. Sema amina, 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 amina. Halo. Haleluya, haleluya. Mama zako unaelewa? Dakika zangu zimeisha. Nataka nitoe nafasi kwa watu 5, hata 2, hata 1. Kuna watu wako mahali hapa, si kwamba wana hela, au inawezekana wengine mnazo vizuri sana, watu wakubwa, mna maono makubwa, unatamani kuna vitu Mungu atende mwaka huu. Unafanya biashara lakini unatamani Mungu aachilie viwango vipi? Unatamani Mungu aachilie baraka hata ya uzao, ya uponyaji kwenye familia yako. Lakini kuna kitu nataka nikualike, hata kipatikana mmoja tutamshukuru Mungu. Halo. Ukiweza kufumba macho fumba kwanza dakika hizi chache. Tunatamani tupate watu wa namna hiyo kabla tujaingia kwenye huduma. Tukipata hata watu 7, watu 2, watu 3, watu ambao wanasema mimi nataka nitoe sadaka maalum ya kumwambia Bwana, ukiacha hii niliyotoa kwenye bahasha, lakini nataka mwambie Mungu kupitia kongamano hili, kupitia mkutano huu wa novena ya Roho Mtakatifu, kumbe ndani mwangu kuna vipawa vya biashara, kwa watoto wangu na vipawa vya kufaulu, lakini kuna hali fulani sio nzuri, lakini nataka nitoe sadaka ya maalum, sadaka ya ahadi, kwamba ninamwahidi Mungu, Bwana, katika siku zilizobaki mpaka Jumamosi, Mungu, sadaka hii nitakayotoa unisaidie niweze kuitoa kabla mkutano hujaisha. Kama mtu akitokea 1 ama 2 ama 3, hata wewe unayenifuatilia kwenye mtandao wa kijamii, na utanipigia kwa namba hizi 0789 0789160167. Una sadaka maalum, unasema nataka kupitia novena hii ya Roho Mtakatifu niweke nia maalum, kama nia 3, Mungu atende kwa sadaka maalum. Na hii ni sadaka ambayo unatoa kwa, si kwamba si lazima mje wote. Najua wengine mmechukua kwenye karatasi nyeupe, Mungu awabariki, na hiyo ni njema, lakini hii utaitoa kadiri ya uwezo wako mpaka Jumamosi mahali hapa, angalau kuanzia 50,000 kwenda juu. Ukitoa 100,000, ukitoa 200,000, ukitoa 1,000,000. Kule pale Wazo kuna mama moja alitoa 1,000,000. Wapo watu wa namna hiyo. Yesu anatafuta watu wa namna hiyo, watu ambao
wanamwambia Mungu, nataka nitoe kwa ajili ya novena ya Roho Mtakatifu. Kuna mambo yangu nimefanya kwa nguvu zangu nimeshindwa, lakini kwa nguvu za Roho Mtakatifu natamani yasonge mbele. Kabla tujaingia kwenye huduma, au watu kama yupo mmoja aje hapa mbele haraka, anasema Mungu, kabla tujamaliza mkutano huu natamani kutoa shilingi 50,000 kwenda juu. Kama upo, njoo hapa mbele haraka, nitakuelekeza Mungu atakavyotaka tufanye. Kama yupo hata mtu mmoja, wawili, watatu, njoo hapa mbele haraka. Ni jambo ambalo sijaongea na viongozi, ni kitu ambacho unaweza ukaona kama unatoa, lakini Mungu anataka achilie kusudi jipya. Kuna watu wanafanya biashara na masadaka makubwa kwa nguvu za giza, wanatoa. Ukisikia namna hiyo, njoo hapa. Mimi nampenda mama mmoja, sitaki kusema huyo mama. Aliniambia, mtumishi, kazi yako wewe uniombee tu, lakini kila utakaponiombea kuna level nikienda, mimi nitakubariki wewe. Nimemfahamu kwenye mkutano, akanifuata akaniambia yeye kabla ya kuongoka ametoa sana upande wa giza. Baada ya kuongoka amejua kwamba lazima tutoe kwa ajili ya Bwana. Sema amina. Tukipata watu wa namna hiyo, watu ambao wanasema tumepambana kwa nguvu zetu, tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Watu sio chini, kuanzia 50,000 kwenda juu. Kabla tujamaliza mkutano huu unaweza kaona kama tuna viti vya kwetu tunavyo, lakini bado una gharama, bado kuna gharama. Roho Mtakatifu anahitaji watu ambao wataweza kugharamia kwa ajili ya semina hii, lakini sio tu kwa ajili ya kugharamia, kwa ajili ya kujitoa kwa ajili ya kanisa. Sema amina. Shandara baba shekete. Simama tu, simameni hivi. Simameni tu pamoja hapo. Nyewe mnaweza mkimaliza hapa mtaandika majina kwa viongozi na namba zenu za simu. Tumekuja kwa nia maalum. Katika maombi yako andika 3 tu. 3 yanatosha. Ukiona mizidi asizidi 5, lakini 3 ndio kwa umuhimu zaidi. Amina. Na tunataka tumwambie Mungu, kati ya watu ambao Mungu anataka atende, pia ninyi ni mmoja wenu. Amina. Baba, ninakushukuru kwa zawadi ya maisha. Hao watu waliokuja mbele si kwamba wana fedha, bali Mungu ameamua kutoa kwa zawadi ya maisha yao. Nami nasimama kama mtumishi wa Mungu. Ninaomba Bwana ufungue malango yao ya uchumi, ya afya, ya kazi, ya huduma. Chochote kinachofanya kisife tena. Mungu achilia urejesho kwa ajili ya umama. Shantaraba papa shekete. Rikataraba shakata. Mungu amekuona na amekiona kile ambacho umekuja kukiombea. Mungu amekiona kile ambacho umekuja kulia naye hapa. Mungu amesema usiogope. Niko pamoja na wewe. Niko pamoja na wewe. Niko pamoja na wewe. Sitakuacha. Mungu anasema utaanza kuona njia pasipo na njia na wepesi katika jina la Yesu. Hiyo vita umepitia miaka 3 iliyopita au 7, Mungu anasema umeshinda katika jina la Yesu. Rikanda raba shekete ribo moshendirika rabo sheketes rikanda raba sheke. Kijana, ninaona Mungu anaachilia ngazi mpya kwa ajili yako. Utapanda viwango vipya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ramo shanda raba shekete rikondo robo shekete teke ramo shendirika raba. Ninaona unasafishwa damu. Roho Mtakatifu ananiambia damu isiyokuwa na hatia inasafishwa kwa ajili yako. Damu iliyomwaga, ambayo umemwaga damu kila mahali. Yesu anasafisha hiyo damu kwa damu yake takatifu, na nguvu ya moto wa Roho Mtakatifu inatakasa. Rapo shakatas katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, achilia fursa, achilia upendeleo kwa huyu mama. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mpe kusikia mambo mapya, yale ya zamani yapite. Achilia mambo mapya katika maisha yake. Shandararara rikandaraba sheketes. Mungu anasema anakomboa nafasi yako. Kuna mtu ametumia nafasi yako miaka 6 iliyopita. Sasa hii Bwana anafanya urejesho wa nafasi. Huwezi amini ninachokwambia, lakini nataka nikwambie sasa hivi, kuanzia sasa hivi hesabu miezi 3, utaanza kuona fursa mpya. Nafasi iliyonyang'anywa, nafasi yako inarejeshwa. Pokea. 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 Pokea dada. Pokea. 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 Bado hujapokea. Pokea tu. Pokea kwa jina la Yesu.
Sasa mpigie Mungu Roho Mtakatifu makofi. Naomba tutoe sadaka, tunaomba tutoe sadaka, toa sadaka. Toa sadaka yako ile hapo mtatoa baada hiyo. Toa tu sadaka yako hapa. Toa tu sadaka yako ya kwanza ya kila siku tunaotoa. Karibuni tutoe, karibuni tutumie rara. Rimbo robo shiri rara. Piga wana kwa imbeni. Rinda rara shiri rara shiri rara. Unikumbuke. Mbingu zikijaa sadaka hapa. Haleluya yangu iwe ya kwanza. Haya ni maombi yangu kwako. Haya ni maombi yangu. Unikumbuke. Mbingu zikijaa sadaka hapo. Zikijaa sifa. Haleluya yangu iwe ya kwanza. Sadaka hapa. Haya ni maombi yangu kwako. Sadaka ni maombi yangu. Unikumbuke. Mbingu zikijaa sifa. Mbingu zikijaa sifa. Haleluya yangu iwe ya kwanza. Roho Mtakatifu. Sogea tu. Hakikisha msibanane sana. Moto wa Roho Mtakatifu. Paza sauti, moto wa Roho Mtakatifu. Sauti, moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu. Moto, geuza mic speaker hii. Moto wa Roho Mtakatifu. Ukateketeze. Paza sauti, ukateketeze. 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 Kila aina ya magonjwa. Kila aina ya miungu. Kwa moto wa Roho Mtakatifu. Kwa moto wa Roho Mtakatifu. Chochote nilichokiandika kwenye karatasi hizi kuanzia leo, kwa moto wa Roho Mtakatifu, vikateketee, 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 vikateketee. Teketeza, vitaje, vitaje kama unakumbuka, vitaje, 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 vitaje. Wewe unakumbuka, vitaje, 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 unavikumbuka ulivyoandika, wewe endelea kuvitaja tu. Teketeza, sikia sauti. Wahudumu saidia kuomba, wote mnaomba, wote tuombe. Teketeza magonjwa, teketeza vifungo, teketeza malaana, teketeza kila chochote kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa moto wa Roho Mtakatifu. Endelea, vinateketea, 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 vinateketea. Endelea kuomba. Vinateketea, vinateketea. Haya, nyamaza kimya sasa. Fumba macho yako. Au fumbua, viangalie. Fumbua, angalia vinavyoteketea sasa. Tulia, tulitapita hapo, angalia vinateketea tu. Sio kama tumeenda nayo wapi. Hiyo vinateketea. Ndani mwako ukiwa unaomba, kuna vitu vinaondoka. Kuna vitu vinaondoka. Kuna vitu vinateketea. Kuna vitu vinateketea. Piga kinanda hivyo, vinateketea. Vinateketea, mapepo yanaondoka. Vinateketea. Vinateketea, vinateketea. Vinateketea, vinateketea, majini yanateketea, vinateketea, 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 vinateketea. Usiogope, vinateketea, 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 vinateketea. Hivyo ninaona vinateketea. Kuna sehemu inaungua, inateketea, vinateketea, 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 vinateketea,
vinateketea, vinateketea, vinateketea, vinateketea, vinateketea, vinateketea, vinateketea, vinateketea, vinateketea, vinateketea, vinateketea, hivyo vinaungua, 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 vinaungua. Nguvu ya Mungu iko juu yako, vinaungua, 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 vinaungua. Tulia tu kimya sasa. Nikwambia fumba macho, vinaungua. Haya, fumba macho, fumba macho. Ushaona vinavyoteketea. Fumba macho, fumba macho. Nguvu ya Mungu iko juu yako. Moto wa Roho Mtakatifu kufumba macho. Kila mtu afumbe macho. Nguvu ya Mungu iko juu yako sasa. Pokea. Fumba macho mama, fumba macho dada. Kila mtu afumbe macho sasa. Kwa sababu ushaona vinavyoteketea. Nguvu ya Mungu iko juu yako. Nguvu ya Mungu juu yako. Nguvu ya Mungu iko juu yako. Teketea sasa. Kuna vitu vinateketea 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 sasa. Endelea kutulia, vinaungua. Kuna mapepo hayawezi kuvumilia, vinaungua, 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 vinaungua. Toka. Toka. Wacha viungue. Wacha viungue. Wacha viungue. Wacha viungue. Vinaungua, vinaungua. Vinaungua, vinaungua. Vinaungua. Mapepo hayawezi kuvumilia. Vinaungua, vinaungua. Vinaungua, vinaungua. Vinaungua, vinaungua. Hicho vinaungua. Vinakuachia binti. Wacha viende, wacha viende. Wacha viende, wacha viende. Vinaungua na moto. 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 Toka. Wacha viungue mizimu ya nyumbani. Wacha iungua matunguri. Wacha yaungue. Vinaungua na moto. Toka. Endelea kumwombea hata ratata. Mchukue mtoto mama. Ratata. Wamekuzuia, vinaungua kwa jina la Yesu. Uramkoma unaungua, unaungua, vinaungua, vinaungua. Toka kwa jina la Yesu. Nyosha mkono wako juu, tulia tu, vinaungua. Vinaungua, vinaungua. Vinaungua, 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 vinaungua. Mchukue mtoto, vinaungua, vinaungua, vinaungua. Chochote kilichokufunga kinaondoka, kinaondoka, vinaondoka, vinaondoka. Toka, vinaungua kwa madhabahu zote zinaungua. Toka, vinaungua kwa damu ya Yesu na moto wa Roho Mtakatifu. Toka, vinaungua, vinaungua, haviwezi kukaa. Chukua simu yao. Toka, vinaungua, vinaungua. Toka. Vinaungua. Vinaungua, 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 vyote vinaungua, 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 vitu vinaungua, 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 hawezi kukaa, hawezi kukaa. Wanaume wa kipepo hawezi kukaa. Ratakata, wanaungua, 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 wanaungua. Toka, wacha waungue, wacha waungue. Wanaungua, wadudu wote wanaondoka, wadudu wote wanaondoka, mizimu inaondoka, mapepo yanaondoka, walioka matendo yako vinafunguka. Toka, achia.